Hello guys. So guys, this is a 1 minute video. 1 minute video. Nataka tu guys niwaombe sana, niwaombe. I'm very sorry. I can't post an original video. Siwezi post original video ya msanii ama nini. I just quote the words through and then I record myself a selfie recorded video. Alafu just listen to it. Guys, watch my videos. Watchini video zangu bana. Support me, please. Ni support sana. Okay, I'm trying by all means. But watching is the video msichoke, na just some are boring, some are zikana low resolution, but zingine hazisikiki, but just watch them. At least nifikishe watch hours. Yeah, that's all I'm begging you. Otherwise, keep supporting on YouTube, on TikTok, on Instagram. Follow me at badboybosmtoto. Yeah, ni hayo tu. Just watch all my videos za kitambo na zenye nitapost next. Goodbye, love you. Hello guys, thank you for subscribing to my YouTube channel. So leo nataka niongelee the relationship between Diamond Platnumz, the late Magufuli and Mama Samia, yeah, Mama Samia Suluhu, the current president. So the relationship between Wasafi president, current Tanzania president, and the late Tanzanian president. Yeah, so this is the relationship. Diamond Platnumz aligrow like alipiga content yake vizuri akiwa alianza content I think akiwa 23-24 years hapo. So akapangilia mambo yake vizuri, the way I'm planning mines na post content. I don't care you watch or you don't watch, hivyo ndo Diamond Platnumz yeye ndo alikuwa na spirit hiyo. Akawa anajikaza, anapost YouTube, anapost TikTok, anapost wapi account zikagrow ndio hivyo. So siku moja Diamond Platnumz akawa anapiga show yake, I think sijui ilikuwa ni Mwanza, Kigoma ama ni wapi, I don't know, ya Wasafi show, unaona. Akawa anapiga hizo show zake, akapigiwa simu na Magufuli, the late Magufuli, Mungu amlaze mahali pema peponi. Akamlaza, akampigia simu, akaongea, akasalimia watu. Magufuli akasalimia watu, then hapo ndo urafiki wa Diamond ulianza. Sasa hapo ndo akaanza kupenda siasa, akawa na support na siasa wote. Magufuli alivyotuacha, ikabidi Mama Samia achukue uongozi, na kwa sababu Mama Samia ni CCM na Magufuli alikuwa CCM, so Diamond hakuwa na otherwise isipokuwa kusupport mama. Ndo hapo akaanza kusupport Mama Samia. Yeah, so Diamond chose to support Mama Samia because of Magufuli. So that's how I think about the relationship between Diamond Platnumz and Mama Suluhu Hassan Samia. Yeah, wakaendelea hivyo, akapiga shows. Although sasa I don't know about the relationship currently, but I think that's all I can say about their relationship. And Diamond is doing well, ana grow, amekuza wasanii wengi, amekuza kina Rayvanny, amekuza kina Mbosso, kina Zuchu, kina Harmonize, kina Rich Mavoko, kina Queen Darling, kina mention them, all of them, kina J Melody, kina Jukes, hao wamewasaidia kugrow and they are doing well. Every person who mwenye amepitia through the hands of Diamond Platnumz, ama amefanya collab na Diamond Platnumz, ama like lazima akuwa amepata some impacts in his or her life. Yeah, so Diamond Platnumz amekuwa great motivation Tanzania, and that's all. Hiyo ndo kitu yenye mimi pia nakimbilia, or that is what I'm fighting as a Kenyan growing content creator. Yeah, so guys, as I was telling you, keep supporting me guys. Without your support I can't do anything. Mimi nawaomba tu, niwaombe please guys, support me, watch my videos. I can't post the original videos about an artist or siwezi video ama siwezi tumia sound ya muimbaji ama actor fulani niweke direct. No, I can't, because there's copyright claim, and I'm doing content ni kuwa monetized YouTube channel yangu. So guys, if you see a video, just listen to it. It may make sense or it may not.
saa zingine inaweza kuwa na resolution ndogo, saa zingine whatever may happen, whatever that will happen, just forgive me and understand me. Yeah, otherwise napenda guys. Let's meet in the next video. Keep supporting on YouTube, TikTok and Instagram at badboy boss mtoto. Yeah, so goodbye guys. Minnesota, mnaweza ni support WhatsApp, M-Pesa 0111535444, 0111535444. If you feel like supporting, yeah, the floor is yours. 0111535444. Yeah, so keep supporting. I'm a Kenyan and I live in Ukunda Diani. Yeah, so sina mengi ya kusema. Keep supporting me too. Hivyo tu ndo naweza sema. I really need your support. Watch my videos. It's a must watch. Yani like angalia tu video zangu, nitashukuru sana. Goodbye, let's meet in the next video. Goodbye, napenda, love you. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Boss Mtoto from Ukunda Diaria. So guys, thank you for subscribing to my YouTube channel. Napenda sana, mmekuwa support kubwa kwangu, mmekuwa mkionyesha how much you care for my YouTube channel, mmekuwa mkiwatch video zangu, so I just feel like thanking you guys. Sijui niwape shukrani gani. So keep supporting, keep watching my videos, at least to hit watch hours. I'm trying to occupy some videos, and najaribu kushoot videos daily, at least nipate watch hours, hata kama through the hardest way, but at least nipate watch hours. Yeah, so thank you guys. Keep watching the previous videos zenye nimeshoot. Yeah, watch hours tunaendelea tu hivyo, tutangangana hivyo by all means. Yeah, tutafikisha tu inshallah. Tunaenda tu pole with our own pace. Yeah, tunajua tu tutafika, and all will be well. So guys, today I just want to talk about Rayvanny. Nataka tuongelee Rayvanny jamani. Rayvanny aliachana na Faima. So this is the history ya relationships za Rayvanny zote. Alikuja akapendana na msichana anaitwa Faima, ndo akatoa ile ngoma yetu ya kwetu. Wakasonga wakaachana na Faima, akapendana na Paula Kajala. Paula wakasukumana hivyo wakakulana wakaachana, then akarudiana na Faima tena. Before arudiana na Faima alidate na Gucci from Nigeria. So akasonga sahi akaachana na Gucci, akarudi kwa Paula Kajala, then akarudi kwa Faima. Yeah, so akasonga hivyo, and that's all about Rayvanny. Yani aliachana na akarudi kwa Faima. Sasa sahi wamedate na Faima for hadi wakazaa mtoto Jayden Vanny. Sasa wakaendelea hivyo, sasa sahi wameachana tena officially. Yeah, acha nikwambie, like there's kama kuna wasanii wenye wanaogopewa sana na mambo relationship, wa kwanza ni Rayvanny, wa pili ni Diamond Platnumz. Yani hao watu hawaki, they don't care. Wewe venye unasidhani eti ukizalia mwanaume atakuwa si Rayvanny na si Diamond Platnumz, au ukiwazalia ama ukijichanganya tu je kwa mfumo wao hivyo. Yeah, so Rayvanny sahi anatamba na msichana fulani wa India anaitwa Nora Fatei. So hao ndo naona anatamba na kuna ule demo wa Sin MMG, sijui ule Mkenya, sijui anajiita nani demo. Yeah, you can just remind me kwa comment section. So Rayvanny nikapoko fulani, tunasema nikapoko fulani. Juu sasa hebu niambie, how can you date all those girls na you are normal? Okay, I'm a man, nisa kuchiti inaweza kuwa kuchiti iko, but sasa hebu niambie, okay, make me have sense. Yeah, nifanye nielewe. Make me understand this. Like ameachana na Faima, sasa yako na Nora Fatei. Na Nora Fatei anapenda Rayvanny. Kusema tu ukweli, wale watu wanakulana, wasijifanye. Pale Nora Fatei lazima alionjesha Rayvanny. Rayvanny anapenda Nora Fatei vibaya. Na wamefanya collab moja deadly, Oma Matetema. Yeah. Hiyo remix ni kali bana, hadi nimewapatia tuzo. So they are doing well. In fact, I just like it when two big people, two legends meet each other. Yeah, unaona.
ni kama collab ya Diamond Platnumz na Zuchu. Hiyo itasumbua, obviously hiyo itasumbua. Sasa hiyo Mama Tetema inasumbua sana, si Kenya peke yake, si Tanzania, not in India, everywhere. It's disturbing. So Rayvanny sasa ametengeza jina zuri after kuachana na Faima. Sasa nadhani ana date na Nora Fatei, wanaendelea vizuri, yeah. So Chima Remix is doing well, yeah. Na pia ametangaza kuna ngoma yake na Harmonize inakuja soon, tujitayarishie hiyo. We are very ready, we are ready. Wewe achilia ngoma siku yenyewe unajisikia kuachilia. So that's all I wanted to talk about Rayvanny. Like huyu kijana itabidi amefungwa kamba. Na kuna wakati mwingine alienda kupiga show Kenya, Eldoret. Sijui ilikuwa ni Timber Exo, ile club ya Timber Exo ama ni gani. Huko akawa anapakata Vera Sidika surely. Akakuja akapiga picha nyingine akiwa na ameshikilia haga za Trisha Khalid. Rayvanny bana, ofisi wako umeenda shule, but I just love it when I see a bro enjoying, yeah. So guys, hiyo ndo story ya Rayvanny. Ako kajamani kafisi sana, kamekula wa mademu wengi hapo yeah, like kametumia jina yake vizuri kupata mademu wengi kwa dish, of which it's understandable. So guys, thank you for subscribing to my YouTube channel guys, nawapenda sana. Hamjui tu how busy I am. Mimi nakuanga busy, alafu plus my YouTube channel ina grow, yeah. I do appreciate ina grow. We are heading 13k subscribers, but the views long videos is go chini bana. Guys, just support me please, I need your support. Naomba tu muwatch video zangu please, yeah. I think I should record a small video ya 1 minute I guess. Niseme tu hello guys, I do pledge you, yani nawaomba sana muwatch video zangu, yeah. That's all, yeah. I can't record, okay, siwezi post video direct ya Diamond Platnumz ama ya Rayvanny juu ya copyright claim. So I just put the captions, then I record myself and quote what was said or what I feel like to say about those artists, yeah, kitu kama hiyo, yeah. So nawapenda guys, keep supporting YouTube, TikTok, Instagram at badboybosmtoto, yeah. So let's meet in the next video. Sasa niko mahali panaitwa Warandale Diani, kama unajua Diani huko Ukunda, yeah. So niko huko Warandale. So let's meet in the next video. Goodbye. Napenda sana. Sensa. So guys, thank you for subscribing to my YouTube channel. My name is Boss Mtoto from Ukunda Diani. So this is me. Sasa ni saa 9, almost saa 10 usiku, yeah. So I had to record this video at least msikose content ya kwa watch hapo YouTube, yeah. So as you know tunaelekea is it 12k 13k subscribers. Oh nimekuwa busy hadi nasahau kama tunaelekea 13k subscribers. So guys, thank you so much and I do appreciate so much. Personally, siwezi sema ni nguvu zangu. Guys, you have been big support kwangu na nawapenda sana. So guys, I just want us to talk about some few comedians, yeah. Nataka tuongelee comedians kiasi, alafu mniambie how do you see their progress. Wa kwanza ni Steve Mweusi, wa pili ni Clamvevo, wa tatu ni hiyo anajiita nani, Asma. Mtoto Asma ama ni Asma comedians ama Asma films, whatever. Alafu kuna Baba Joan, yeah. Baba Joan, Ndaro pia tunaweza muongeza kwa hiyo list. Then kama kuna mwingine, no, Kicheche, okay, tukipata time tutamuongelea pia yeye kwa hiyo list. So guys, so there was this tough competition ambayo Clamvevo akifungua YouTube channel yake, Steve Mweusi was almost 1 million subscribers there, yeah, I guess so. Na sahi as we are talking, Clamvevo amepita Steve Mweusi na subscribers na mbali sana. So guys, what do you think helped Clamvevo kupita Steve Mweusi kwa subscribers? So nadhani ni kwa sababu gani Clamvevo alipita Steve Mweusi kwa subscribers? Kwa sababu ukiangalia Clamvevo
alianza nyuma ya Steve Mosi, but sahii Clamvevo ako mbele. Am I lying? No, I'm not lying. Those are the facts. Those are the statistics that are there, yeah. Hivyo ndo ndivyo kuko yani. Sahii Clamvevo ako na 2 million subscribers. Steve Mosi ako na 1 million subscribers. Okay, Steve Mosi na yeye ametoa film yake. Is it a film or a video? Yeah. It's kind of a video, so kind of a movie. Inajiita sijui nini, Memkwa School. Yeah, I guess Memkwa School. Na iko na almost 1 million subscribers. The last time I checked, niliona iko almost 1 million followers, I mean, views, I mean. So the video is doing well, but he is not consistent. That guy is very stupid. Yeah, I'm sorry to abuse him, but huyu jamaa ni kind of ignorant. Huyu jamaa angekuwa hiyo Memkwa School anaachilia kila siku ama after every 2 days angekuwa mbali sana. Shida yake ni kukuwa ignorant na kujiona alishaomoka, of which in sawa ameomoka is so much okay, anaweza kuwa yeye ni tajiri, ni sawa, ameomoka, whatever the matter, whatever the fact, ameomoka, si mbaya, si ndio? Yeah, na hiyo ni siri yake. But when it comes to content creation, my friend, it needs consistency. Hata mimi kuna siku zenye nikikosa kupost kitu, I feel like guilt, yani nasikia yani nikaa najihukumu, ushaona? So that's how Steve Mosi should feel. Okay, Clamvevo na yeye pia akona content, yeah, kama sasa anaposta hiyo movie yao mpya, sijui inajiita The Big Boss. Ni Big Boss ama The Big Boss, whatever, ama ni whatever, yeah. Sasa hiyo Big Boss nayo pia anaachilia after 3 days 4 days. Hune ndo mwingine. Shida ya kuomoka, shida ya kumake it na content creation ndo hii. Unakuja unakuwa ignorant, unaona there is no need of posting daily, unaona. Although it needs you need to give your videos sometimes at least gain views, the real views, you know. Yeah. Sasa at least mi siwezi laumu sana Clamvevo kwa sababu yeye anacheza part yake, ana grow subscribers wake. How about Steve Mosi? Steve Mosi hata pesa ya views zenye ako nazo sasa hii alishakula kitambo. So sasa hii Steve Mosi is not that rich if I compare him to Clamvevo. Clamvevo, okay, he's doing expensive contents, analipa watu, but for me Clamvevo is doing well, yeah. Sijui kama nyinyi mnaona the way you are looking at these things, to the perspective zenye naangalia. Juu, tell me, Clamvevo anafanya content ngumu, si ndio? Yeah, ni ngumu. Kuna ile pasua kichwa kule na kuna hii zote zinafanywa town, watu wanalipwa. But beside kulipa watu, mimi naona bado is great, yeah. Akona subscribers wengi, and subscribers are the most interesting part of content creation in YouTube mostly. Mimi personally, I love subscribers more than views, yeah. Yani okay, views ndo wanalipa, but unaona subscribers mwanzo wakigrow, at least unaona my account is growing. Like kama mimi sasa naona naelekea 13k subscribers, I just feel proud of myself. Yani najiona nimefanya kazi. The next comedian ni Ndaro. Ndaro pia ni mcheshi. Yeah, sote tunajua Ndaro ni mcheshi na ametoa some collabs na Steve Mosi. Akatoa wenzake mwenyewe, ameimba pia, ni mwimbaji. So naona, yeah, Ndaro pia hayuko consistent hivyo, but at least yeye anajaribu. Saa zingine anatoa nyimbo akiona kumetulia sana. Mwingine ni Baba Joan. Baba Joan, congratulations to you, at least ulifika 1 million subscribers and you are heading, unaelekea mbali sana. Yeah, may God bless you, may God open for you your ways, may God always be with you, and may your content be flourish with views. Wa mwisho, I think no mwisho, yeah, ilikuwa ni Mama Asma, ile Asma Films, ile yenye iko na ile movie ya Dunia. Kama umewatch movie ya Dunia unaweza nielewa what I'm trying to mean. Like movie ya Dunia iko na mafunzo mengi sana. Okay, I have not watched it, but nikiona vile watu wana comment nini kutoka eti wenye tumetoka movie ya Dunia tukaingia kwa profesa ya anajiita nani kijana wetu Kipara Wanaman, yeah, ama Love Me Again ya Sandra, tujuane hapa, unaona.
So at least I know that movie is doing. Okay, mine is not about which kind of movie una post. Mine is all about growing your subscribers. Maybe as far as your account is growing, I'm good with you, and I'll always appreciate you. Yeah, I think that is the best the best word to use. Otherwise, guys, for me, I can pick Lamvevo as my best. Then Steve Mosi at least kidogo hiyo memkwa school amejaribu, but anafaa kuachilia. Steve Mosi, ushauri wangu kwako, achilia vitu, achilia madude, acha uoga. Shoot, acha uvivu na wacha uoga. Achilia content kama content. Kama ni memkwa school, achilia memkwa school. Ulianza tu hiyo mama yangu kichaa ukaachia katikati. Sasa hii umeanza memkwa school, umekwama. Shida iko wapi? Ama wanakuroga ndugu yangu, tukupigie matambiko. Otherwise, guys, thank you for subscribing to my YouTube channel. Nawapenda, and see you in the next video. Nawapenda sana. Goodbye. Boss Mtoto from Mukunda Diani. Follow me on TikTok, YouTube, and Instagram at badboy Boss Mtoto. Badboy Boss Mtoto, yeah. Goodbye. Kwaheri. Wolan. So thank you guys for subscribing to my YouTube channel. Another day, another good day, another fun night. Saa 9 usiku, saa 10 usiku, saa tuna record this video. Just to quote the words that Diamond Platnumz song said. Mi kama kuna kitu napenda ni kusikiliza show za Diamond. Not show. Tutazita nini? Interview za Diamond Platnumz. So, kuna interview moja ya Diamond Platnumz aliulizwa kuhusu Harmonize, Aslay na Lava Lava. Kaulizwa, why do you think that Harmonize, Lava Lava and Aslay wanapotea kwa game ya mziki? Diamond akasema, kitu cha kwanza, ukipata pesa kidogo usijifanye eti umeomoka. Yani, okay, you may hit for a certain period of time, lakini ile pesa uko nayo uitumie vizuri, or you don't want to be managed, you don't want to do what. Akasema yeye alikuwa kidogo akwe na kiburi, but manager wake ambaye anajiita nini, Salim SK, kitu kama hiyo, yeah, akamwambia hii pesa bado haijatosha mdogo wangu ama mkubwa wangu, so let's grind, yeah. Sasa tamaa za ujanani, tamaa za uzeeni tuziache. That's why Diamond mpaka saa hii akona Salim SK, manager wake wa kwanza, na hajawahi mbadilisha manager mpaka wa leo. Tamaa hazijamcontrol. Pesa anapata, anakubali kukontroliwa, anapewa pesa yake, like anafundishwa kutumia pesa yao. That's why hata alitumia akili akachukua Zuchu ambaye ni msanii wake, ndo asigaramike. Kitu Zuchu anataka anajinunulia kwa sababu ni msanii ako na pesa. So unaona? Yeah. So hiyo ni akili ya pesa. So Harmonize, kitu cha kwanza kitu kinamharibu ni bangi. Anavuta sana. Kitu kingine, wanawake, mitulinga, anapenda sana mitulinga, mafurumbanya, Kenya wanaita mafurumbanya. Anayapenda sana mafurumbanya huko. Wanawake wote wenye mitulinga huko ni kama amepita nao wote. Kitu kingine Harmonize kinamponza ni dharau na kejeli, na hapendi kufunzwa. Hapendi ku advise. You can't advise Harmonize. My friend, if you advise Harmonize, then you are a crew. Huyo ni Harmonize. Kitu kingine inamsumbua ni mapenzi. Mapenzi yatamuua huyo kijana. Akipenda amependa kweli. Although wenye anapenda hawampendi. Mwingine ni Aslay. Aslay naye pombe zinamponza na mapenzi. Pombe na mapenzi. Washa. Nina stress imejaa kwenye kichwa. Songeza kiti nikonyeshe madure kuna kijana ananisumbua sana. Mke wangu rahana. Chumbani wale hakuna. Asidhani mimi ni mkimya sana. Njia naumia roho yangu. Yeah. So hiyo ndo kuhusu Aslay. Lava Lava sasa. Lava Lava, kitu cha kwanza hana nyota. Kijana hana nyota. Sijui nyota yake ilizimwa ama ilikatwa ama ilifanya nini. Lava Lava hana nyota. Kusema tu ukweli, Lava Lava hana nyota. Kitu ya pili, anapenda sana mapenzi na anapenda kujiona tajiri, na bado hajatusua sana hivyo. Although make it, lakini not sana hivyo, kwa sababu si ametoka Wasafi nao anajitegemea bait gang. Okay, it's good.
kuamua kujitegemea, but for me I think alifanya mapema sana hiyo. Okay, kujitoa Wasafi ni vizuri, at least nyota yake ing'ae. Yeah. Joto alimwambia anaibiwa nyota na kina Diamond, whatever, so yeah. So what advice should I give those three? Toeni nyimbo bana. Aslay, toka na album yako. Tengeza album 3. Unaona? Tengeza album 3. Achilia kila baada ya mwezi achilia album. Kila baada ya mwezi achilia kama mwezi huu achilia album moja. Iache itese, after mwezi umeisha achilia album nyingine. Iache itese, after mwezi mwingine umeisha toa album nyingine. Ngoma 8 toa ngoma 9 ama hata 10. Yeah. Ukiachilia hivyo, then sasa from hapo achilia sasa video ya kila ngoma pole tu. Tengeza video ukiachilia. You'll grow. Same to Lava Lava, same to Harmonize. Harmonize umeanza kupotea kwa game bana, ile tunakutambua ni wewe, tunangoja upigwe heartbreak utuachilie ngoma kali. So that's my opinion about Harmonize, Lava Lava and Aslay. What do you think? How can you advise them according to you? Wewe kama Mkenya, wewe kama Mtanzania, unaweza kuadvise Harmonize, Aslay na Lava Lava aje? Tukutane kwenye comment section. Napenda sana. Kwaherini, goodbye. Boss Mtoto from Kunda Diani. Follow me on Instagram, TikTok and YouTube at badboy Boss Mtoto. Goodbye. Napenda sana.